Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Msanii Zuchu siku ya leo ameamua kumpatia pongezi mtangazaji Aaliyah baada tu ya kufunga ndoa yake pamoja na msanii Ommy Dimpoz, na tumeweza kuona ni kwa mara ya kwanza Zuchu anamsapoti mtangazaji Aaliyah, kitu ambacho amekifanya. Na ukiangalia kitu ambacho Zuchu ameweza kuandika kama pongezi, bana, unaweza kusema ni kama pongezi, lakini pia ni kijembe ameweza kumtupia na kumuonesha wazi kwamba hiyo ni ndoa umeshaingia, sasa utakuja kutuadisia huko yaliyoko kwenye ndoa. Yani Zuchu ni kama vile alikuwa anamtishia, na nitakwenda kuonesha huo ujumbe ambao Zuchu ameweza kuandika kumuelekea mtangazaji Aaliyah pamoja na Ommy Dimpoz baada tu ya kuonekana wameweza kufunga ndoa yao. Masaa kibao mashabiki wameweza kuwapongeza, watu wengi sana wakiwa wamefurahi kuona kwamba mtangazaji Aaliyah na yeye pia amepata mtu wa kumstiri, na ni mtu safi kabisa. Ukimwangalia Ommy Dimpoz ni superstar ambaye ni msafi, yani nikisema msafi, hebu muangalie mwili wake, hauna matatu, lakini pia ukimwangalia ni mtu mstaarabu, hana makiki, lakini pia ni msanii fulani hivi ambaye ametulia, hana mambo mengi kiufupi. Na mtangazaji Aaliyah tunaweza kusema amepata mume bora, lakini pia kwa Ommy Dimpoz amepata mwanamke ambaye ametulia sana. Aaliyah unajua hana skendo, ni mtu ambaye anazungumziwa muda mrefu mitandaoni, lakini hata siku moja hatujawahi kumuona mtangazaji Aaliyah anakuwa na mwanaume huyu anamwacha, anakuwa na huyu anamwacha. Tangu kipindi kile achane na Diamond, bana, aliamua kuweka siri mahusiano yake, kumbe aliamua kuanza upya na Ommy Dimpoz, na mpaka sasa hivi ameamua kuhalalisha jambo lao, na sasa hivi ni mke pamoja na mume. Zuchu bwana ameweza kuandika ujumbe katika ukurasa wake wa Snapchat, ameweza kupost picha yao wakiwa katika hilo jambo lao la heri, alafu baadaye katika caption Zuchu akaweza kuandika ikawe heri kwako ndo utaona uchungu wa mume. Sasa akaweka emoji ya kucheka kwamba inaonyesha wazi kwamba huyu Aaliyah licha ya kwamba Zuchu alikuwa ameshaolewa na msanii Diamond Platnumz, bado huyu Aaliyah alikuwa anaendelea kutembea na Diamond Platnumz. Zile skendo tulizokuwa tunazisikia huko mitandaoni kwamba Diamond licha ya kwamba yupo na Zuchu, lakini bado unaambiwa alikuwa anaenda kwa mtangazaji Aaliyah. Hata kile kipindi ambacho Zuchu alitengeneza ile kiki kwamba mtu ambaye jina lake linaanziwa na asipende kumsumbua mume wangu usiku, alikuwa ni mtangazaji Aaliyah, na alikuwa analengwa moja kwa moja kwa sababu ni mtu ambaye mara nyingi sana huwa wanawasiliana na Diamond, lakini pia hawakuweza kuachana moja kwa moja. Unajua waliachana ghafla. Sasa ni kama vile Diamond akitaka kwenda kujikumbushia mtangazaji Aaliyah anashindwa kabisa kumbania. Lakini sasa hivi tunaweza kusema Zuchu furaha yake kubwa ni kuona mtangazaji Aaliyah amestirika kama hivi, na akamkumbusha kwamba utaona uchungu wa mume huko kwenye ndoa, kwa sababu umeshaolewa sasa, alafu sasa uje umuone mtu anamsumbua mwanaume wako, ndipo hapo utakuja kuona uchungu wa mume na utajua mume anaumaje, kwa sababu yeye Zuchu ameshapitia yote hayo. Mara nyingi sana tunaona Zuchu anakimbizana na kina Havel, anakimbizana na kina Rita, anakimbizana na warembo kibao, kwa sababu tu Diamond Platnumz ni mtu ambaye hajatulia. Lakini sio kwamba eti hiyo ni tabia ya wanaume wote. Kuna wanaume wanajiheshimu, kuna wanaume wanaogopa zinaa, kuna wanaume wana hofu ya Mungu, yani wanakuambia kabisa pale siwezi kuingia kwa sababu nina mke wangu, naogopa zinaa, siwezi kuwa mzinifu. Jambo kama hilo wanaume kama hao wapo, lakini ni wachache sana katika 100 kuna 10. Hivyo basi ukiwa na mume wako, jambo la msingi ni kumuombea, kumpigia dua ya kutosha, ili mradi mwanaume wako awe na ile hofu ya Mungu, lakini sio hofu ya kibinadamu kwamba anamuogopa mke wangu. Hapana, lakini akiwa na hofu ya Mungu kidogo, mwanaume huyu anaweza asiwe mzinifu, asiwe msaliti kwa mwanamke wake. Lakini pia vile vile kwa wanawake wengine wanaweza kupata mwanaume katulia alafu yeye hajatulia. Mambo kama hayo yapo jamani katika swala zima la ndoa. Ukiolewa unatakiwa utulie na mwanaume wako, umtulize vizuri ipasavyo. Zuchu ameweza kumpa kila la heri Aaliyah, na Aaliyah nadhani atakuwa ameshaona ujumbe huo, kwa sababu tu Zuchu ni superstar mkubwa. Akikuposti bwana lazima utaona wa kwanza. Tochea maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.